Waamuzi sura ya 15 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inasema, lakini ikawa baadaye wakati wa mavuno ya ngano, Samsoni akaenda kumtazama mkewe, akamchukulia mwanambuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba yake mwanamke hakumwacha kuingia. Baba yake akasema, hakika mimi nalidhani ya kuwa umemchukia kabisa, basi nalimpa rafiki yako. Je, ndugu yake mdogo mzuri kuliko yeye? Tafadhali umtwae huyo badala yake. Samsoni akasema, safari hii nitakuwa sina hatia katika habari za hawa Wafilisti, hapo nitakapowadhuru. Samsoni akaenda akakamata mbweha 300. Sema mbweha 300. Yes, kisha akatoa vienge vya moto, akawafunga mbweha mkia kwa mkia, akatia kienge kati ya kila mikia miwili. Alipokwisha kuviwasha moto vile vienge, akawaachia mbweha kati ya ngano ya Wafilisti, akayateketeza matita na ngano hata mashamba ya mizeituni. Sema leo nayateketeza mashamba ya Wafilisti na tegemeo lao kwa jina la Yesu. Ndipo Wafilisti wakasema, ni nani aliyetenda hivi? Wakasema, ni huyo Samsoni mkwewe yule Mtimna, kwa sababu alimchukua mkewe akampa mwenzake. Wafilisti wakaenda wakamteketeza yeye na baba yake kwa moto, wakamteketeza yule mzee mkwe wa Samsoni. Samsoni akawaambia, ikiwa ninyi mnafanya mambo kama hayo, hakika nitajilipiza kisasi juu yenu na baadaye nitakoma. Akawapiga upeo mapigo makuu sana. Kisha akateremka akakaa katika ufa wa jabali la Etamu. Samsoni alikuwa mwamba sana. Akawakongota, alafu akaenda akatafuta jiwe zuri, akajiegesha pale, akakaa. Anasema ngoja niwasubiri. Haleluya! Sema leo tunaenda kuwapiga kwa nguvu za Bwana. Yes, basi Wafilisti wakapanda wakapiga kambi kati yao katika Yuda, wakajieneza katika Lei, wanamtafuta Samsoni. Watu wa Yuda wakasema, mbona mmekuja kupigana nasi? Wakasema, tumepanda ili kumfunga Samsoni. Mwambie afungiki mtu hapa. Hebu sema afungiki mtu hapa. Sema hakuna wa kunifunga hapa. Yesu anasema tumekuja kumfunga Samsoni, kumtenda yeye kama alivyotutenda sisi. Ndipo watu 3,000 wa Yuda wakateremka. Sema watu 3,000 wa kabila la Yuda wakateremka hata ule ufa wa jabali la Etamu, yaani kule alipokaa Samsoni. Sasa wakamwambia Samsoni, je, hujui ya kuwa Wafilisti wanatutawala? Sema atawaliwi mtu hapa. Ni nini hii basi uliotutenda? Akamwambia, kadiri ile walivyonitenda mimi ndivyo nilivyowatenda wao. Sura 12 akamwambia, tumeshuka ili kukufunga tupate kukutia katika mikono ya Wafilisti. Samsoni akamwambia, niapieni ya kwamba ninyi wenyewe hamtaniangukia. Akamwambia akisema, vyema, lakini tutakufunga sana. Sema tutakufunga sana. Wakamwambia hawa ndugu zake hawa Wayahudi, watu wa kabila la Yuda, wakamwambia tutakufunga sana na kukutia katika mikono yao, lakini hakika hatutakuua. Hayo maneno hayo tutaenda nayo. Kwa hiyo ukiona na stack kidogo yawekee highlights. Anasema tutakufunga sana lakini hatutakuua. Hawa ni ndugu zake. Sasa wanasema tutakufunga sana, yaani kufunga kwa hiyo tutakufunga lakini hatutafanya nini? Hatutakuua. Kumbe ndugu anaweza akakufunga sana, anaweza asikuue kabisa, lakini wanafunga sana. Na vifungo vingi vya watu ni vifungo vya ndugu. Sema nakata vifungo leo kwa jina la Yesu, lakini hatutakuua. Mstari wa 14, twende haraka. Alipofika Lei, sema alipofika Lei, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana, hebu tamka vizuri, ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Kariri vizuri wa mstari wa 14 kwa sababu tutaurudia. Mstari wa 14 nitakuuliza baadaye ule mstari. Anasema walipofika mahali hapo Wafilisti wakapiga kelele, vifungo vikakatika. Sema leo vifungo vinakatika. Yes, walipopiga kelele tu anasema ndipo roho ya Bwana akamjilia kwa nguvu, akamjilia kwa nguvu. Mtumishi wa Bwana ametufundisha asubuhi kwamba roho ya Bwana alivyomjilia Sauli kwa nguvu,
akabadilishwa kwa mtu mwingine, akaanza kutabiri. Kwa kuna namna Roho wa Bwana akikujilia kwa nguvu, kuna vitu vinatokea, na moja ya vitu vinavyotokea tutaona hapa. Nataka tuende haraka haraka. Sura 15, naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Samsoni akasema, kwa taya ya punda, chungu juu ya chungu, kwa taya ya punda nimepiga watu 1000. Ikawa alipokuwa amekwisha kunena, akatupa ule mfupa. Sema, akautupa ule mfupa. Akautupa ule mfupa wa taya mkononi mwake, na mahali pale pakaitwa Ramath Lehi. Sema, mahali pale pakaitwa Ramath Lehi baada ya kutupa ule mfupa. Haleluya, haleluya. Nataka tujifunze mambo machache mchana wa leo. Haleluya. Biblia inasema katika hayo maandiko tuliyosoma, Biblia inasema kwa habari ya watu wa Israeli walivyokuwa wakitumikishwa, wakiteswa, wakipitia magumu kwa sababu ya Wafilisti. Kwa sababu ya mateso ya Wafilisti walikuwa wakipitia mambo mengi, mpaka alipozaliwa mtu mmoja anaitwa Samsoni. Sema, Samsoni. Kwa hiyo Biblia inasema alipozaliwa yule mtu, Biblia inasema tangu kuzaliwa kwake Samsoni alitumwa malaika kwanza kuleta taarifa. Malaika mpeleka taarifa anaitwa Gabrieli. Alitumwa na Bwana apeleke taarifa kwa mke wa Manoa ambaye ni mama yake Samsoni, ambaye Biblia inasema alikuwa tasa. Ukianzia mstari wa sura ya 13 kwa historia ya Samsoni, alikuwa hawezi kuzaa. Kwa hiyo malaika akaja kumwambia, utazaa mtoto, utamwita jina lake Samsoni. Na Biblia inasema huyo Samsoni ndiye atakayewaokoa Israeli dhidi ya mkono wa Wafilisti. Kwa hiyo Samsoni alikuja specifically kwa ajili ya kuwapiga Wafilisti wasiendelee kuwaonea watu wa Israeli. Kumbe Mungu anapotaka kukomboa watu, anapotaka kukomboa familia fulani, ukoo fulani, Mungu huwa anamuinua mtu. Haleluya. Na wewe umeinuliwa kwa ajili ya watu wako. Inawezekana kabla wewe kuzaliwa watu wako kuna vitu walipitia, lakini wewe kuzaliwa kwako, ndio maana wewe ni tofauti na wao. Kuzaliwa kwako kulishatabiriwa hata kabla hujazaliwa. Mungu alijua utazaliwa wewe ili kupitia wewe uokoe familia yako. Mshangilie Bwana na makofi mengi katika jina la Yesu. Kabla hajazaliwa Samsoni, hakuna aliyejua kwamba katika familia ya mzee Rashid kuna mtu atahubiri Injili. Haleluya, haleluya. Na leo kuna watu wameokoka kwa sababu alitokea mtu anaitwa Samsoni. Hata wewe hujazaliwa bahati mbaya, kuna kusudi la Bwana ili kupitia wewe mizimu iachie familia, ili kupitia wewe uchawi utoke kwa familia, ili kupitia wewe mateso yaondoke kwenye familia. Haleluya. Ningekuwa ningemshangilia Bwana mchana wa leo. Biblia inasema huyu Samsoni tangu kuzaliwa kwake alijazwa. Biblia inasema alijazwa Roho Mtakatifu tangu akiwa tumboni. Haleluya. Kwa kumbe mtu wa kuokoa watu ni yule aliyejazwa Roho Mtakatifu. So unahitaji Roho Mtakatifu ili uweze kufanya mambo ya kimbingu mbingu. Kwa sababu gani? Dunia ambayo tumekaa juu yake, Biblia inasema dunia yote imekaliwa na yule mwovu. Kwa ili maovu yaondoke, lazima watokee watu waliojaa nguvu za Mungu wa kuyakemea maovu. Ndio maana katika Mathayo sura ya 6 mtumishi wa Bwana amesema, Biblia inasema ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Kwa ili mapenzi ya Mungu yatimizwe duniani, lazima watokee watu waliojazwa nguvu za Mungu. Na leo naenda kujazwa nguvu za Mungu mahali hapa katika jina la Yesu. Nasema leo naenda kujazwa nguvu za Mungu mahali hapa katika jina la Yesu. So haya ambayo Samsoni unaona anayatenda ni kwa sababu Samsoni alikuwa na nguvu za pekee ambazo ni nguvu za Roho Mtakatifu. Sema, nguvu za Roho Mtakatifu. Sema tena, nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Utasoma mwenyewe ukisoma Waamuzi sura ya 13 mstari wa 24 na 25. Biblia inasema Roho wa Mungu akaanza kumtaharakisha Samsoni. Kutaharakisha katika Biblia ya Kiingereza anasema the spirit of the Lord began to move Samson. Akaanza kumwendesha, akaanza kumpeleka. Yaani Samsoni asikie amani kukaa pale. Roho wa Mungu anamwambia nenda kule. Kwa wewe unajiona kama umekuja hapa, lakini kuna nguvu, kuna Roho Bwana amekwambia nenda pale, nenda kule, kwa sababu wewe ukatulia. Haleluya. Kwa wafanya mambo makubwa ni wale wanaongozwa na Roho wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. So tangu akiwa mdogo Samsoni anaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo vitu unavyoviona vinafanyika kwenye hiyo Waamuzi 15 vilianzia huko Waamuzi 13, kwamba Roho wa Mungu akaanza kumtaharakisha.
akaanza kumpeleka, akaanza kumwongoza. Mtumishi wa Bwana wiki iliyopita Majemima alifundisha kwa habari ya kuongozwa na Roho Mtakatifu, na Mungu alikuwa na kusudi, na hapa tutaendelea kujifunza kwa habari ya maongozi ya Roho Mtakatifu. Akaanza kumwongoza, akaanza kumpeleka. Mwambie jirani yako uongozwe na Bwana. Haleluya, haleluya. Oh my God, I didn't mention, sijataja kichwa cha somo. Kichwa cha somo unaweza ukaandika kujazwa Roho wa Bwana au kujiliwa na Roho wa Bwana, au kama si hivyo unaweza pia ukaandika silaha za vita vyetu. Silaha za vita vyetu. Nimekufundisha hapa somo la silaha za vita vyetu, itakuwa silaha za vita vyetu part 2. Kwamba huwezi ukapigana vita vyovyote kama una Roho wa Bwana. Huwezi ukapigana vita katika ulimwengu wa roho kama una Roho wa Bwana, kwa sababu Roho wa Bwana ndicho chanzo cha nguvu za muamini. Haleluya, 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 haleluya. Kwa Samsoni alipotaka kuwapiga Wafilisti, kitu cha kwanza alijazwa Roho wa Mungu, alijazwa Roho wake. Haleluya. Na yule Roho wa Mungu akamuongoza Samsoni. Kwa kila kitu ambacho Samsoni alikuwa anakifanya, alikuwa akiongozwa na Roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndiye alimuongoza Samsoni ili akawachokoze Wafilisti. Nitakuonyesha kwa maandiko kitaka. Na ndio maana hata Samsoni wakati anaenda kuoa kwa Wafilisti, Biblia inasema wazazi wake walimkataza. Wakamwambia, kwani hakuna wanawake si wapo wengi humu Israeli? Kwani uende kwa Wafilisti? Na Biblia inasema ni kwa sababu hawakujua kwamba kuna kusudi la Mungu ili ajitwalie utukufu. Haleluya, haleluya. Hakikisha unaongozwa na Bwana. Hata kwenye ndoa hakikisha unaongozwa na Bwana. So Biblia inasema huyu Samsoni akaongozwa na Roho wa Bwana kwenda kwa Wafilisti, akaenda kuwachokoza. Mungu anataka wapige Wafilisti, lakini anatafuta sababu kupitia Samsoni. Haleluya. So Biblia inasema akaenda Samsoni akachoma mashamba ya Wafilisti. Baada ya kuwachoma mashamba ya Wafilisti, Biblia inasema akamaliza kuyachoma, akaenda kwenye jiwe akakaa. Biblia inasema wale Wafilisti wakaanza kumtafuta sasa. Wakainuka maelfu ya Wafilisti. Biblia inasema walienda siku hiyo Wafilisti 1000 wanamtafuta Samsoni. Lakini Biblia inatuambia kitu kingine ambacho ni siri hapa. Biblia inasema Wafilisti walivyoona wanamtafuta Samsoni hawampati, walipitia kwa ndugu zake. Biblia inasema walipita kwa Yuda. Sema kwa Yuda. Sema adui wakitaka kukutafuta wanapita kwa ndugu wa karibu. Haleluya. No wonder Biblia inasema adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui akiwa anakutafuta ni vigumu kupitia kwa mtu asiyekujua, anapita kwa watu wa karibu. So Biblia inasema hao Wafilisti wakawatafuta ndugu zake Samsoni ambao ni watu wa kabila la Yuda. Anasema tuonyeshe Samsoni yuko wapi. Kwa wale Biblia inasema wale watu wa kabila la Yuda ndugu zake wakaenda watu 3000. Imagine adui wamekuja watu 1000, lakini ndugu wameinuka 3000 wanamtafuta Samsoni. Wakamkuta kule kwenye jiwe. Biblia inasema wakamwambia Samsoni, tumekuja kukufunga tukutie kwenye mikono ya Wafilisti. Hey! Haleluya. Haleluya. Nakumbuka hata mimi wakati wahuni wananitafuta, walipitia watu kabisa ambao wananijua kabisa kabisa, wengine waliongozana nao kabisa, wananitafuta. Kwa mtu adui akitaka kukudhuru anapitia watu wa karibu, watu wanaokujua, anapeleleza kupitia watu wa karibu. Kwa huwa kuna watu wanaitwa adui wa ndani. Sema adui wa ndani. Leo na kuangusha kwa jina la Yesu. Kwa maisha ili ushinde, jifunze kutafuta, fuatilia adui wa ndani wa maisha yako ni yupi. Na wakati mwingine ni watu ambao unacheka nao, unaongea nao, ni watu wa karibu sana, lakini ni adui. Biblia inasema wanamtafuta Samsoni, wakapita kwa watu wa Yuda, na watu wa Yuda wakaenda wenyewe wala bila hata adui kuhusika. Biblia inasema watu wa Yuda wenyewe wakaenda kumfunga nani? Samsoni. Wanampeleka kwa nani? Kwa wale adui wa Filisti. Kwa wakati mwingine shetani bila kutumia mtu wa karibu, bila kutumia ndugu, shetani hana access ya kukufikia. Ili akufikie anatumia ndugu zako, watu wa karibu yako, watu wanaokujua vizuri. Ndio maana watu wengi hata vifungo walivyo navyo ni vile ambavyo wamefungwa kutoka kwa ndugu zao kabisa, kwa ndugu zao kabisa. Ndio nashindana shetani, toka shetani, lakini kuna mtu ambaye ni wa karibu amehusika ili wewe ufungwe na shetani. Kama wiki mbili zimepita tulikuwa tunajifunza kwa habari ya kubomoa madhabahu za giza.
za familia, madhabahu za familia, vifungo vya familia, laana za familia. Tumejifunza mambo mengi, namna ambavyo kuna vitu ambavyo hata wewe unavipitia kwenye maisha havikutokana na wewe, ni baba zako waliopita waliacha. Wengine wamesaini mikataba na wamekufa, lakini wengine huko kufani wako kwa shetani wanatumika. Haleluya! Labda ujui hivi, unajua kwamba watu waliokufa zamani pia huwa wanatumiwa na shetani? Unalijua hilo? Unalijua hilo au nikwambie? Siku nitapanga nije nikuletee somo la namna shetani anavyotumia mpaka majeshi ya wafu, kwa sababu kwa mujibu wa neno la Mungu, Biblia inasema mtu akifa katika Bwana anaenda kwenye mangojeo ya watakatifu yanaitwa paradiso. Huyo shetani hawezi akamtumia. Lakini Biblia inasema waliokufa katika uovu wanaenda kuzimu. Kwa sasa wanaenda kuzimu, kwenye mateso ya kuzimu. Kwa kule shetani ana access ya kuwafikia bado. Na ndio maana utasikia mzimu wanakuambia ni mzimu wa babu yake unaongea. Manake zile roho shetani bado anazitumia kuwatabisha watu. Sema sio kwangu kwa jina la Yesu. Sema tena sio kwangu kwa jina la Yesu. Watu wa karibu. Yaani shetani anajua kabisa babu yako ana vinasaba, yani wewe una vinasaba vyake, una DNA yake. Kwa ni rahisi kukufikia kupitia yeye. Sema sio kwangu. Na batilisha kila adui wa ndani anayetumiwa na adui kugusa maisha yangu. Leo anguka kwa jina la Yesu. Leo ule mlango unaopitia kunigusa na ufunga kwa jina la Yesu. Huna nafasi, huna mamlaka ya kugusa maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Sema nashindana na kila adui wa ndani wanaotumiwa na Wafilisti, wanaotumiwa na adui ili kunifikia mchana wa leo. Naangusha tegemeo lenu, mlango mnaopitia ninaufunga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa hao walipotaka kumgusa Samsoni walipitia kwa watu wanaomjua Samsoni, wanaitwa adui wa ndani. Adui wa ndani ni mbaya kuliko yule wa nje. Unanielewa vizuri? Adui manake yule wa ndani anakujua vizuri. Na hizi ndizo mbinu pia Israeli wao wanatumia kwenye vita vyao. Ukisoma Biblia tangu mwanzo, Israeli hakuna taifa duniani lenye udukuzi wa taarifa kama Israeli. Israeli wakitaka kushinda wanatumia watu wa kwako mwenyewe, watu wa ndani. Hakuna watu ambao wana intelijensia kubwa duniani kama wale Wayahudi. Wakati wanaenda, Biblia inasema wanataka kuipiga Yeriko. Biblia inasema Musa ndio alianzisha mambo ya ujasusi. Aliwatuma majasusi 10 akina Joshua na Caleb na wengine, akawatuma ili wakaipeleleze nchi. Na Biblia inasema ili wawapige kirahisi walipitia kwa mtu kwenye ile nchi anaitwa Rahabu. Haleluya, haleluya! Kwa unaona Yeriko imeanguka, lakini walipitia kwa nani? Kwa mtu anaitwa Rahabu ambaye alikuwa ni mtu wa Yeriko pia. Baada ya hapo Yeriko ikaja kuanguka. Kwa nini? Kirahisi kabisa. Unasikia mtu kama Netanyahu au Trump. Ukisikia Marekani na Uyahudi ni vitu vile vile, kwa sababu wale wako meji. Na nguvu ya Marekani unayoiona Marekani yuko nayo, nguvu ile ni ya Wayahudi. Watu wenye teknolojia kubwa ambao wanamsaidia Marekani kufanya kazi ni Wayahudi. Ndio maana Marekani hata akijitutumua hawezi kukosana na Wayahudi, kwa sababu anajua siku akikosana na Wayahudi amefeli. Ndio anampa uwezo. Haleluya! Kwa unaona Marekani tu, siku moja Trump akasimama akasema leo tunamuondoa kiongozi wa taifa la Iran, alafu akamuua siku hiyo hiyo. Usiku wake tu masaa 3 Trump aliongea jioni, usiku yule kiongozi akafa. Wewe unafikiri ni kawaida? Yaani wamempatapataje? Kuna mtu ambaye hata huyo Ayatollah Khamenei amemwamini kwamba ni mtu wa karibu yake, kumbe amepandwa pale na wahuni na watu wenye lengo lao la kummaliza. Yeye amemwamini kwamba ni mtu wa karibu yangu. Haleluya, haleluya! Kwa mtu ambaye anaweza kumaliza ni mtu wa karibu yako.
hakikisha wanaokuzunguka ni watu ambao ni watu wema, hakikisha kabisa Mungu una uhakika kwamba huyu ni mtu ambaye nikisafiri naye nitakuwa salama. Na ndio maana ni muhimu kuhakikisha mtu naenda naye ana Mungu aliye naye. Haleluya, haleluya. Sema leo, kila adui wa ndani mwenye malengo na nia ya kuniangamiza utaangamizwa na Bwana kwa jina la Yesu. Wivu wa Bwana uinuke juu yako, hasira ya Bwana ikakutafune, malengo yako na yabatilisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Turudi sasa katika ule mstari wetu, mstari wa 14. Nataka nikuonyeshe kitu. Mstari ule wa 14 umefika pale, Biblia inasema, utanirudia tu, utanifatisha. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto. Rudia tena, zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mkononi mwake. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Unamwona Bwana alivyo mbabe. Biblia inasema wakamfunga, kwa Samsoni akakubali ndugu zake wafanye nini? Wamfunge. Ndio maana kwa watu wengi walifungwa na ndugu zao. Adui ni rahisi kuwashinda. Samsoni alikubali ndugu zake wamemfunga, kwa sababu kwanza anawahurumia na ametumwa kuwapigania wao, of course, kuwakomboa wao. Wamemfunga kwa kamba, wanampeleka sasa. Wanamwambia, wewe umejiingiza mambo ya kushindana na Wafilisti wakati wanatutawala. Na Samsoni hataki kutawaliwa. Kwa wamemfunga, wanampeleka. Biblia wakati wanampeleka akafika Lehi. Haleluya! Alipofika pale, Biblia inasema Wafilisti walikuwa Wafilisti 1000, wakapiga kelele, wakashangilia, manake kwamba tumemshinda yule adui yetu, tayari amefungwa, ameletwa mikononi mwetu. Biblia inasema waliposhangilia tu, Biblia inasema roho Bwana akamjilia kwa nguvu. Haleluya! Alipomjilia kwa nguvu, Biblia inasema zile kamba walizomfunga zikawa kama kitani iliyoteketezwa, zikawa kama kitani ambayo imeteketezwa kwa moto, manake zikateketea, zikakatika. Kumbe kuna siri, kuna connection kati ya kujiliwa na roho Bwana na kamba kukatika. Oh my God, kuna siri hapa, kuna ufunuo na upata hapa. Ukitaka vifungo vikatike, hakikisha umejiliwa na roho Bwana. Ukitaka kamba zikatike, hakikisha roho Bwana yuko kwa maisha yako. Oh my God, no wonder Biblia inasema katika Isaya sura ya 10 mstari wa 27, anasema itakuwa katika siku hiyo mzigo wako utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Haleluya! Anayeweka mafuta juu ya watu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema katika Isaya sura ile ya 61 kuanzia mstari wa 1, Roho Bwana yu juu yangu, kwa maana Bwana amenitia mafuta niwatangazia wanyenyekevu habari njema, nitangaze siku ya kisasi cha Bwana. Haleluya! So ili kamba zikatike, lazima roho Bwana akujilie. Unamwangalia Samsoni, ni mtu wa kawaida kwa namna ya mwilini, lakini alipokuwa akijiliwa Roho Mtakatifu anabadilika na kuwa mtu mwingine. Ndio maana Biblia inatuambia Sauli akaambiwa roho Bwana atakujilia kwa nguvu, na utabadilika na kuwa mtu mwingine, utaanza kutabiri. Kumbe kumpokea Yesu ni kujiliwa na roho Bwana. Ndio maana Biblia inasema ya Wakorintho kwanza sura ya 5 mstari ule wa 17, hata itakuwa imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Nilikuwa sijaanza kuhubiri na hisi roho Bwana amenijilia, roho Bwana amenijilia. Haleluya! Let me tell you something. Unaniona mimi Samsoni hali kama sijajiliwa na roho Bwana, mimi huwa ni mtu wa kawaida sana. Lakini kishajiliwa na roho Bwana, kila kitu kinabadilika. Ndivyo utakavyokuwa wewe. Roho Bwana atakujilia, atakupa ujasiri sio wa kawaida, atakupa wazo sio wa kawaida. Mshangilie Bwana mchana wa leo. Anasema alipofika Lehi, sema alipofika Lehi, wakapiga kelele, roho Bwana akamjilia kwa nguvu. Sema sio taratibu.
kwa nguvu. Manake kwa nguvu, unajua manake ni nini? Akamletea nguvu, akamletea uwezo. Biblia inasema mtumishi wa Bwana ametufundisha moja kati ya tabia, characters, majina ya Roho Mtakatifu, anaitwa Roho wa uweza. Uweza manake ni nguvu. Hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Kwa akikuchilia unapata nguvu, unaweza kufanya yale ambayo huwezi kuyafanya bila yeye. Ndio maana Biblia inasema katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari ule wa 8 anasema, lakini mtapokea nguvu. Sema mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sema mchana wa leo napokea nguvu. Sitakuwa kama mwanzo tena, sitaonewa tena, sitakanyagwa tena, sitatetemeshwa tena, sitatumikishwa tena, sitakandamizwa tena. Leo napokea nguvu kwa jina la Yesu. Shangilie Bwana kwa makofi mengi. Karababa sontaraba beba sataraba yantore baraba. Roho Bwana yuko mahali hapa. Roho yule aliyemjilia Samsoni ndiye yule aliyeshuka wakati wa Pentekoste, ndiye yule ambaye Yesu anasema mtapokea nguvu akija juu yenu, na hizo nguvu ndio zinawasaidia kufanya mambo ya ufalme wa Mungu. Anasema akisha kuajilia mtapokea nguvu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na Samaria hata miisho ya nchi. Kumbe Roho Bwana akija analeta nguvu. Nataka niseme na wewe ambaye unahitaji nguvu za Bwana, unasema na mimi nahitaji nguvu za Bwana, nataka niwe na nguvu za Mungu. Siri ni Roho wa Bwana. Mwambie jirani yako, siri ni Roho wa Bwana. Haleluya! Siri ya nguvu ni Roho wa Bwana. Hakuna nimekuja nikupe siri. Mwambie jirani yako siri, mwambie pattern, mwambie password, mwambie ufunguo wa nguvu za Bwana ni Roho wa Bwana. Hakuna nguvu ya Mungu huwezi ukawa nayo kama hakuna Roho wa Mungu juu yako. Haleluya! Watu wote waliopokea nguvu za Mungu ni wale ambao walipokea Roho wa Mungu, walijiliwa na Roho wa Mungu. Haleluya! Roho wa Mungu ndiye anabadilisha maisha ya watu, anabadilisha. Anaweza kumfanya mtu alikuwa dhaifu, mnyonge, akawa kitu kingine kabisa. Roho wa Mungu. Haleluya! Badiliko la kweli liko kwake. Ndio maana kuna watu kwa mfano waliovamiwa na tabia sugu. Umewahi kumwona mtu ana tabia sugu, kwa mfano ulevi uliokithiri? Sema uliokithiri. Anatamani aache lakini hawezi kuacha. Siku akimpokea tu Yesu akajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, nashangaa ile kiu ya ulevi inakata yenyewe. Kiu ya kuvuta sigara inatoweka yenyewe. Kiu ya uzinzi na uasherati inatoka yenyewe. Kwa nini? Amepokea nguvu nyingine inayobadilisha. Sema nguvu inayobadilisha. Haleluya! Ukiwa nayo lazima vitu vitabadilika kwenye maisha yako. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nafikiri wiki iliyopita, tulikuwa na kina Majemima, tunahubiri Injili, tunapita kwa watu, tukapita kwenye nyumba moja ya ndugu zetu watoto wa mama mdogo, wakawa natuuliza, yani nishawishi, yani kitu gani ambacho nikikisikia kinaweza kunipa kwamba huyo Mungu wenu ni tofauti, yani ni tofauti, ni kitu gani? Nikampa mfano, nikamwambia ni watu wangapi, tutolee mfano hapa Tanzania tu, ni watu wangapi umesikia alikuwa na tabia sugu, kwa mfano ushoga. Sema ushoga. Yes. Ukasikia ushuhuda kwamba amempokea Muhammad, ameamua kuacha ushoga umeondoka, wala sio yeye anayeamua kuacha. Lakini nikamtolea mfano, nikamwambia kuna watu kabisa wengine ni maarufu, ni wengi, kama akina Grey, wale walikuwa mashoga ambao wanajulikana, kama akina Antiasu. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Athumani, enzi zile alikuwa anaitwa Antiasu. Kinondoni ameshindikana, ni shoga mpaka anachukua waume za watu.
lakini saa hizi tunavyoongea ni mtumishi wa Mungu anahubiri Injili. Sasa shuhuda za namna hiyo ni nyingi, hata kule duniani wengine wamebadilika, wamekuwa wachungaji, lakini baada ya kukutana na nini? Na nguvu za Roho Mtakatifu. Ni nguvu zinazobadilisha, zinaondoa mpaka vifungo sugu. Haleluya, tumshangilie Bwana sasa. Anabadilisha, akiingia ndani yako. Ndio ukisikia hilo neno, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kiumbe kipya manake kingine, walivyokujua ni tofauti kabisa, tofauti kabisa. Kuna watu mimi nilisoma nao, wakisikia nahubiri Injili wanashangaa, huyu jamaa kweli ni yeye? Nimekuwa kiumbe kipya. Sema nimekuwa kiumbe kipya. I've become a new creature. Mimi sio yule. Haleluya. Sauli yule aliyekuwa anatesa watu, anaua watu, alivyokutana na Yesu for the first time akabadilika, akawa mnyenyekevu mpaka anapigwa. Sauli yule Paulo ni wa kupigwa, akanyamaza kimya, alivyokuwa mkorofi vile. Haleluya. So my friend, wewe ukitaka hata mume wako ameshindikana, hakikisha unamkabidhi mlete kwa Bwana. Fundishe njia za Bwana, zitambadilisha, atakuwa kitu kingine. Haleluya. Atakujilia kwa nguvu, utakuwa mtu mwingine. Roho wa Mungu akikujilia unakuwa kitu kingine. So Biblia inasema alipofika Lei, wakati wanashangilia, Roho wa Mungu akamjia kwa nguvu. Biblia inasema Samsoni, zile kamba zikaanza kukatika. Kwa kuna connection kati ya Roho wa Mungu na vifungo kukatika. Haleluya. Unataka vifungo vikatike kwenye maisha yako, siri ya kwanza ni kujiliwa na nguvu za Mungu za Roho Mtakatifu. Ni kujiliwa na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu yuko kwenye viwango tofauti tofauti. Sijasema una Roho Mtakatifu, lakini nguvu za Mungu ziko kwenye level tofauti tofauti. Na level za ujazo pia wa Roho Mtakatifu ziko tofauti tofauti. Kuna kiwango tunakiita uvuvio wa Roho Mtakatifu. Maana yake anakujia wakati fulani kwa muda tu, kwa sababu umeingia kwenye mazingira ambayo watu wana Roho Mtakatifu. Ukitoka hapo hayupo tena. Yaani mtu anaweza kawa ibadani hapa, nguvu za Mungu zikamjilia kabisa, akawa convicted na Roho Mtakatifu, lakini akiondoka, kwa sababu ametoka karibu na Esther mwenye ujazo, akienda kule akakutana na rafiki yake mlevi, roho ya ulevi inaingia, roho ya uzinzi. Unashangaa tu anaanza kuwaka tamaa ya zinaa wakati ametoka ibadani. Sema badilika wewe, badilika wewe. Haleluya. Kinachoweza kubadilisha ni Roho wa Bwana, ni Roho wa Mungu akiingia ndani yako. Ni nani anatamani kujazwa Roho wa Mungu leo? Nani anatamani kujazwa Roho wa Mungu leo? Mantola, anza kujenga kiu, jenga shauku. Mwambie Mungu, natamani huyu Roho anaibadilisha aingie ndani yangu, anibadilishe na mimi. Haleluya. Haleluya. Wauni wanakwambia mwanaume hawezi kuridhika na mke mmoja. Nonsense kabisa. Kauli fulani za kipuuzi kabisa. Ni kwa sababu wamewaka, hakuna roho wa kuwaguide, hakuna roho wa kuwafunga. Na ni kweli, kama mna Roho wa Mungu ni wahuni kabisa kama wahuni wengine. Ni vigumu bila Roho wa Mungu. Haleluya. Haleluya. Sema leo najaa Roho wa Bwana kwa jina la Yesu. Leo najaa nguvu za Bwana kwa jina la Yesu. Najaa uwezo wa Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Biblia inasema, hebu turudi pale sasa 14. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele. Hebu nirudie. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto. Kumbe Roho Mtakatifu ni moto. Sema Roho Mtakatifu ni moto. Sema tena, Roho Mtakatifu ni moto. Yes, anasema na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Mstari wa 15. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda. Sema naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu elfu kwa mfupa huo. Samsoni akasema kwa taya ya punda, chungu juu ya chungu,
kwa taa ya punda nimewapiga watu 1000. Haleluya, haleluya! Sema, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haleluya! Na maana nakwambia, silaha, siri nyuma ya silaha za vita vyetu ni Roho wa Mungu. Biblia inasema Samsoni hakuwa na silaha. Biblia inasema hao Wafilisti, majeshi ya Wafilisti walikuwa na silaha. Walikuwa na silaha kabisa ili wampige nani? Samsoni. Na Samsoni yeye alikuwa amefungwa mikono, anampeleka wanamkokota tu, hana silaha yoyote. Kwa baada ya Roho wa Mungu kumjilia, Biblia inasema zile kamba zikakatika. Wakati Samsoni bado anaangalia zile kamba zimekatika, hana silaha yoyote, anataka awatwange. Haleluya! Akageuka hivi kulia na kushoto, alichokiona akaona mfupa wa taya ya punda. Unafahamu taya ya punda? Nani anafahamu taya? Taya inakuwa wapi? The jawbone, si ndio? Taya ndio hii, si ndio? Hichi kilichoshikilia meno, si ndio? Sasa fikiria punda alivyo na kinywa kidogo. Anasema eti Samsoni eti aliwapiga watu 1000 kwa mfupa wa taya ya nini? Taya ya punda. Sisi unanielewa vizuri? Kwa maana yake punda alikuwa alishakufa. Samsoni akaokota mfupa, akaona mfupa wa taya ya punda, akasema huu unanitosha. Unajua hii inatufundisha nini? Kwamba ukiwa na Roho wa Mungu, chochote kilicho karibu yako ni silaha. Unanielewa vizuri? Yaani ukiwa na Mungu kabisa amejaa, chochote ulicho nacho ni silaha, inatosha kabisa. Haleluya! Ndio maana Mungu alivyomtokea Musa alimuuliza, una nini mikononi mwako? Maana yake chochote ulicho nacho naweza kukitumia kubadilisha maisha ya watu. Mshangilie Bwana. Kwa sifa ziendi kwa mfupa wa taya, sifa zinaenda kwa nani? Kwa Bwana, kwa yule Roho wa Bwana ambaye ametumia mfupa wa taya. Ndio maana nimesema tuyasome vizuri haya maandiko. Hebu angalia hapo, Biblia inasema hivi, mstari wa 17, ikawa alipokuwa amekwisha kunena akautupa ule mfupa wa taya mkononi mwake, na mahali pale pakaitwa Ramathilei. Ramathilei manake kwa Kiswahili, Ramathilei manake rundo la mifupa ya taya za punda. Haleluya! Kwa maana yake pale ambapo alikwenda Samsoni, alikutana nao wale Wafilisti, pale palikuwa na mifupa ya punda ni mingi. Inawezekana ni sehemu ambapo punda walikuwa nafia, sijui, lakini palikuwa na mifupa ya punda. Kwa alichoweza kukiona haraka ni mfupa wa punda, akauchukua akawapiga, na baada ya kupiga Biblia inasema akafanya nini? Akautupa. Sema akautupa. Sasa ingekuwa ni manabii wa siku hizi, manabii uchwara, saa hizi mpaka leo angeondoka nao. Haleluya! Na wangekuwa wanatuuzia, njoo upate mfupa wa Samsoni uliyeua maelfu. Lakini Biblia inasema alivyomaliza kuutumia akafanya nini? Akautupa. Kimemaliza kutumika hicho, hakina kazi tena. Na aliyekitumia ni Roho wa Mungu aliyenijaza mimi, ndiye aliyenisaidia, sio vile vitu. Haleluya! Manabii wa saizi wangeusaga ule mfupa, wangeuokota, wangeanza kuuzia, wangeusaga, alafu anasema njoo upate unga kidogo wa mfupa wa taya ya punda aliyotumia Samsoni. Naona mambo hayo. Lakini anasema akafanya nini? Akautupa, hauna kazi tena. Haleluya! Ila usimtupe Roho Mtakatifu. Akaendelea kukaa na Roho wa Bwana, ila mfupa akafanya nini? Akautupa. So everything, when you have the Holy Spirit, whatever you have is the weapon in the realms of the Spirit. Ngoja niongee kwa Kindengereko. Nimesema ukiwa na Roho Mtakatifu, chochote ulicho nacho ni nini? Ni silaha katika ulimwengu wa roho. So mradi una nani? Una Roho Mtakatifu. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Kwa kinachomata ni Roho Mtakatifu, sio wewe wala sio vile vingine ulivyo navyo, ni Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie, ndio maana Samsoni alitupa ule mfupa kwamba huu nimekutana nao hapa. Lakini nataka nikwambie, kama Samsoni angeona muogo, sema muogo, angeweza kutumia muogo kuwapiga watu 1000, kwa sababu ndo ameuona. Angezunguka hivi akabatisha macho yake akaona kiti, angekitumia hicho kiti kukizungusha, angepiga maelfu vile vile, kwa sababu ndo amefanya nini? Hicho alichokiona.
Kwa hiyo Biblia haitufundishi kwamba ule mfupa ulikuwa special. Sio special. The speciality of that bone is the Holy Spirit upon it. Uspecial, umaalumu wa ule mfupa ni Roho Mtakatifu aliyeingia juu yake. Haleluya, mshangilie Bwana. Sio maji special. Njoo pokee maji maalum kutoka Israeli. Umerogwa wewe, unaibiwa. Mwambie jirani yako, fungua macho wewe. Haleluya. Mafuta ya mzeituni kutoka kwenye mlima wa mzeituni, pale ambapo Yesu alikuwa akiomba. Wanakupiga wewe. Hebu sema wajinga ndio waliwao. Hakuna vitu vya namna hiyo. Hata wewe mazingira ulionayo, kama Roho Mungu yuko ndani yako na uwezo wa Mungu ukikujilia, chochote Mungu anaweza akakitumia. You don't need special water from Jerusalem. Hakuna vitu vya namna hiyo. Njoo nikuuzie udongo. Nimetoka Israeli, nimekuja na udongo maalum kutoka Israeli. Njoo nikuuzie udongo, uende uchanganye kwenye shamba lako. Kapigwa. Hakuna special udongo. Dongo ni lile lile. Haleluya. Haleluya. Hata wewe udongo wako kiombea unaweza ukawa udongo mzuri. Hata wewe maji yako kiombea anaweza kama maji nini? Nawaambiaga mimi mara kwa mara, mimi maji yangu hata nayatumia ni maji ya upako. Sihitaji maji ya upako sijui kutoka wapi. Maji nayoyatumia ni ya upako. I pray for it. Maji ninayoenda kuoga bafuni kwangu ni maji ya upako, kwa sababu siogi bila kuyaombea. Nikitaka kuoga hata maji mimi nayafanya nini? Napiga upako. Kwani sina upako? Kwani wewe una upako? Muulize jirani yako, una upako wewe? Mwambie kama una leo utapata bure. Haleluya. Naya mambo bwana. Sisi kule nyumbani kuna sehemu inaitwa kule Bukoba kule. Kuna sehemu wanaendaga watu kila mwaka mwezi wa 10, wanaenda wanasema wanaenda kuiji. Wanasema mahali pale bwana niache ya mama. Lakini wanaenda wanachota maji, wanaenda nayo kabisa, wanaita ni maji ya baraka. Na mtu akija na kidumu, kwanza hiyo process ya kuyachota yale maji siku hiyo ni siku moja tu. Ukiyachota kesho yake hayana nguvu. Ni siku moja tu ndio hiyo siku ya kuyachota. Mpaka mtu aje na kidumu kidogo tu, wanakigombania watu, anamiminia kidogo 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 kidogo. They believe. Wakati mimi maji nilionayo nyumbani naweza nikayapiga upako yakawa zaidi ya hayo ambayo yamewangaisha kupanda magari, sijui kuna kuyafuata kule, kukanyagana, kufanya vitu vya ajabu. Ndio maana mtumishi mmoja alikuwa sijui wapi anahubiri. Sipenda kuongea sana mambo ya watumishi. Kila mtu ni mtumishi kwa nani yake. Lakini imagine mtu ameenda kuhubiri sehemu, akaita watu wakaenda kukanyaga mafuta, alafu watu wakafa. Mlisikia hiyo mwaka fulani? Watu wakafa. Sasa tutumie tu common sense ya kawaida. Yule mtu amesaidia watu au ameangamiza watu? Answer me. Watu wamekufa. Nakumbuka ni hatari kupoteza nafsi moja. Au nasema kwa sababu wamekufa wanatafuta upako, wameenda mbinguni. Mwingine alikuwa anatafuta upako sio kwa sababu anampenda Mungu, anataka biashara zake ziende. Hana mahusiano binafsi na Roho Mtakatifu. Kinachoweza kusaidia ni mahusiano binafsi wewe na Mungu. Haleluya. Yale mahusiano binafsi. Mahusiano ulionayo wewe na Mungu na Roho Mtakatifu ni yapi? Lakini mtu unakuta anaweza kaa anauza biashara yake, anauza pombe kabisa, vinywaji vigumu, sema vinywaji vigumu vya moto. Anaenda kutafuta mafuta ya upako au maji ya upako ili biashara yake ya pombe iende. Nilimsikia mwingine anashuhudia, sio kwamba anashuhudia kanisani, no, yani alikuwa anatoa ushuhuda sijui kwa mtu, nafikiri mtu ndo aliniambia, akasema mwingine anajiuza, anasema tangu achukue mafuta ya upako biashara yake inaenda vizuri.
anapata wateja sana. Sasa huyo si amerogwa? Sijui nimefikaje huko jamani. Mimi nilikuwa nazungumzia namna ambavyo Mungu akikupa kitu kitumia, sio kwamba unatakiwa ukikariri hicho. Mungu anaweza akatumia chochote, sema chochote. Haleluya! Cha msingi uwe na ile connection na huyo Roho Mtakatifu, uwe na mahusiano ya karibu na huyo Roho Mtakatifu. Watu wote waliofanya mambo makubwa walikuwa na connection na Roho Mtakatifu. Haleluya! Kwa chombo kilichotumika sio issue. Hata wewe Mungu anaweza akakutumia ukiamua kutafuta kuwa karibu naye, ukiamua kutafuta mahusiano na yeye. In fact, Mungu anataka kutumia na ana mpango na wewe, na ndio maana umekuja duniani ili umtumikie Mungu, udhihirishe utukufu wake hapa duniani. Haleluya! But it won't be possible mpaka umetafuta mahusiano na yeye. Haleluya! No wonder Paulo yule ndio maana Paulo anasema katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa maana nyingine Paulo anasema sio mimi, mkiniona nafanya haya mambo, yuko anayefanya nini? Ananitia nguvu. Kuna nguvu ambayo inanijia, naweza kuyafanya haya. Haleluya! So issue sio mimi Paulo, issue ni yule anayenitia nguvu. Kwa mara zote unapomwona Samsoni anafanya hivi vitu vikubwa, sio kwa sababu ya mwili Samsoni alionao, sio kwa advantage yoyote, ila ni kwa sababu ya Roho wa Bwana ambaye alimpokea tangu akiwa mdogo. Huyo akimjilia ndipo maajabu yanatokea. Mwambie jirani yako, maajabu yako kwa Roho wa Bwana. Nilikuwa nafuatilia, najaribu kumsoma Samsoni nimwangalie vizuri. Hata theologically, wanatheolojia wanasema Samsoni hakuwa wala hata, yani physically, kimwili hivi, hakuwa bouncer, hakuwa na mwili mkubwa, hakuwa mtu wa ajabu akionekana kwa macho. Alikuwa mtu wa kawaida, tena mnyonge kwa macho. Haleluya! Ndio maana walitafuta kujua siri ya nguvu zake. Unanielewa vizuri eh? Ngoja nikupe mfano. Hivi mimi nikija kwa mfano nikaichukua hiyo mixer nikaibeba hivi nikaondoka nayo, ni kitu cha ajabu hicho? Ni kitu cha ajabu? Lakini tufanye mfano, kwa mfano Joe akaenda akaibeba hiyo mixer akaondoka nayo, sio ajabu hayo? Sio maajabu? Kwa mfano kaona Jemima anaibeba mixer hiyo anaondoka nayo, ni kitu cha ajabu. Ndio maana sasa Samsoni wanatafuta kujua siri ya nguvu zake, ni kwa sababu anavyovifanya na alivyo ni tofauti. So he was very very slim, alikuwa wa kawaida kabisa, mwembamba kabisa, lakini vitu anavyovifanya ni vile ambavyo vinafanywa na bodybuilders kama akina Arnold Schwarzenegger. Kwa hakuwa na mwili kama wa Arnold Schwarzenegger, lakini anafanya vitu vikubwa, anapiga mabounce, anatawanya maskari majeshi. Wanatafuta siri ya nguvu zake ni nini? Siri ya nguvu zake ni nini? Lakini siri ya nguvu zake alikuwa Roho wa Bwana. Sema Roho wa Bwana. Of course aliwaambia siri yangu mimi ni nywele. Inaweza ikawa ndiyo siri yake ilikuwa ni nywele, lakini nyuma ya nywele kuna kitu, kuna nguvu. Nimejaribu kumfuatilia Samsoni nyakati zote alipofanya mambo ya ajabu yote. Maandiko yote niliyoyasoma yanataja kwamba Roho wa Bwana alimjilia kwa nguvu, ndipo hayo mambo yakatokea. Haleluya! Kwa nataka tutumie case study ya Samsoni ili na wewe ujue umuhimu wa kujazwa roho nani? Roho wa Bwana. Hebu tuanzie hiyo Waamuzi sura ya 14. Turudi nyuma sura ya 14 mstari wa 6. Mstari wa 6 tutasoma mstari wa 19. Mstari wa 6 tusome pamoja, 1 2 3 twende. Hebu twende pamoja basi. Roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu, naye akampasua kana kwamba anampasua mwanambuzi, wala hakuwa na kitu chochote mkononi mwake, lakini hakuambia baba yake na mama yake aliyoyafanya. Biblia inasema wakiwa anaenda wakakutana na simba. Sema simba. Unamjua simba wewe? Lakini Biblia inasema alivyomwona simba
Alivyomwona simba amechechamana anataka kumdaka, Biblia inasema Roho wa Bwana akamjilia kwa nguvu, alafu Samsoni akamkamata yule simba akampasua. Biblia inasema akampasua vipande na hakuwa na kitu. Sema hakuwa na kitu. Sema hakuwa na kitu. Mara hii manake hapa ndo maajabu ya kwanza ya Samsoni alipoanzia. Hakuwa na kitu. No wonder baadaye katika sura ya 15 alivyomaliza kuwapiga Wafilisti kwa ule mfupa wa nani, aliutupa kwa sababu anajua sio mfupa ulionisaidia, nimewahi kupiga simba bila kitu. Sijui unanielewa vizuri? Daudi alipotaka kushindana na Goliati, Biblia inasema akatazama akaona kijito wakati anamfuata Goliati. Akaona mtu na kwenye mtu akaona mawe madogo. Biblia inasema akachagua mawe malaini mangapi? 5. Kwa hakuwa na mawe, sio kwamba ni mawe anatembeaga nayo. Alichukua mawe 5 pale, akachukua jiwe moja akamrushia Goliati likampiga, wala kwenda kulifuata kwamba hili ndilo jiwe lililomuua Goliati. Haleluya. So Biblia inasema hapo, tumeona huo mstari wa 6, Roho wa Bwana alifanya nini? Alimjilia kwa nguvu, ndipo akawa na uwezo wa kumpasua simba. Hebu tuangalie mstari wa 19 pia tu. Mstari wa 19, 1, 2, 3. Roho ya Bwana ikamjilia juu yake kwa nguvu, naye akateremkia Ashkeloni, akapiga watu waume 30 katika watu hao na kuzitoa nyara zao na kuwapa hao waliotambua kitendawili na mavao yao. Hasira zake zikamwaka, naye akakwea kwenda nyumbani kwa baba yake. Kwa kila mara alipofanya vitu vikubwa, kuna roho iliyokuja juu yake. Kila tendo ambalo unaona watu wanafanya, kuna roho ambayo inakuwa juu yao. Ukiona mtu anawaka tamaa sana ya ulevi, uzinzi, kuna roho ya ulevi iko nini? Imemjia. Biblia inasema mwili unaongozwa na nini? Na roho. Enendeni kwa roho, wala mtatimiza nini? Mapenzi ya mwili. Ukiona mwili unapendezwa kufanya mambo, upendi ibada, maana kuna roho chafu imekujia. Upendi maombi. Kuna roho kabisa ambaye anamsaidia mtu kwa ajili ya maombi. Mtumishi wa Bwana ametufundisha kutoka kitabu cha Isaya asubuhi ya kwamba kuna roho ya neema na maombi. Roho ya neema na maombi. Sema Bwana, nipe roho ya neema na maombi kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hebu tuangalie na hiyo 15-14. Waamuzi sura 15 mstari wa 14. 3 twende. Alipofika Lei, Wafilisti wakapiga kelele. Walipokutana naye, ndipo Roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vikaanguka mikononi mwake. Kwa najaribu kukupa haya maandiko uone yote kabisa ambapo Samsoni alifanya mambo makubwa. Kuna roho ilimjilia ikampa nguvu, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu. Hata ukimkuta mtu anahubiri, unakuta tuambiane kwa, unakuta mtu ameshika mic katikati ya umati wa watu sokoni, watu wanapita wanaenda zao, yeye anahubiri, anasema acheni dhambi, njoo mpokee Yesu, acha sijui nini, dunia inapita, anapiga kelele. Wewe huo ujasiri unao? Ukimwona unachukulia kawaida, jaribu wewe. Haleluya. Ni roho, ni nguvu imemjia. Yaani tunasafiri sote, tuko kwenye gari tunaenda Morogoro, katikati ya safari mtu anasimama anasema Bwana Yesu asifiwe ndugu abiria. Unaweza wewe? Unaweza? Ni kwa sababu kuna roho anamwambia usitulie, sema hizi habari. Sema hizi habari. Kwa chochote ambacho mtu anakifanya ni kwa sababu ya uwezesho wa roho fulani. Kwa ukiona mtu anatenda matendo mabaya, kuna roho ya uovu iko juu yake, kuna roho ya hayo mambo mabaya. Akibadilika kuna roho ya mema kabisa inayomuongoza mtu kutenda vitu vizuri. Sema Bwana, jana wa leo nipe roho wako, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya neema, roho ya maombi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana, tumia chochote nilicho nacho kwa ajili ya utukufu wako. Mabaya najitenga nayo kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana. Nisaidie Bwana kwa jina la Yesu. Kwa roho Bwana kwa ajili ya chochote ambacho unakuwa nacho ni silaha ya kusaidia kushinda vita. Lakini cha kwanza ni roho Bwana. The Spirit of the Lord. Biblia inasema roho Bwana anakupa maarifa. Anakupa maarifa.
anakupa hekima, anakusaidia namna ya kunena, ya kusema mbele za watu, usimameje ukienda kwenye hiyo ofisi, uenendeje. Anakupa maarifa, anakupa uwezo wa kushinda. Kuna vita ngumu, kuna vitu viwezi, akili zako zinafika mwisho. Mshikishe Roho wa Bwana. Haleluya, haleluya. Mimi natoa mfano, natolea mfano kwenye mambo ya familia yangu, kwa sababu familia yangu naijua vizuri. Baba yangu mimi anavuta sigara, yaani tangu tukiwa wadogo sisi tumekuta anavuta, na anakwambia mwanangu, mimi natamani niache. Ukitaka kujua pia, hata kama hajakwambia, ukitaka kujua anatamani uache, anatamani aache, hata yeye apendi. Yani wewe ukitaka uone amekasirika yule mzee, mwambie tu fulani kati ya watoto wake anavuta sigara, anatamani ampige ammalize, wakati yeye anafanya nini? Anavuta. Manake hata yeye afanya nini? Hapendi. Haleluya, haleluya. Lakini sasa hamtaki Bwana. Mimi nimwambia mzee, Roho wa Bwana anaweza kukubadilisha. Ukimpokea Yesu leo, unaweza ukaacha sigara. Sasa hapo ndio ugomvi unaanzaga na mzee wangu. Haleluya, haleluya. Lakini Roho wa Bwana anaweza kumbadilisha, akaondoa hiyo kiu. Kuna level of course, ukiwa unaweza ukaacha, ukaamua tu ukaacha. Ila kuna level inaitwa level ya uraibu kwenye kila kitu. Hiyo level ikifika, yani sio wewe unajiongoza, na yenyewe tayari inaitwa roho. Kama ambavyo unaona Roho wa Bwana alikuwa anampeleka Samsoni, hiyo roho pia inaanza kukupeleka. Unajisikia uwezi ukatulia hapa, unajisikia hapa uwezi ukatulia, hamna vitu vyako unavyotaka, yani uende night club. Kule klabu kuna wana ambao mnashare vitu vinavyofanana. Sema hiyo ni roho chafu. Sema roho chafu ikutoke wewe kwa jina la Yesu. Sasa kwa nguvu ya Roho wa Bwana Mungu akatumia taya ya punda kupiga watu 1000 kupitia mkono wa Samsoni, kama ambavyo Daudi alitumia jiwe tu. Kwa nguvu za Mungu akamtumia Daudi kumwangusha Goliati, dude lililoshindikana, kwa jiwe, kwa kurusha jiwe peke yake. So hii inatufundisha pia Mungu ana kawaida ya kutumia vitu vya kawaida. Mtumishi ametuambia Mungu anatumiaga wakati mwingine vitu nini? Vinyonge, ili aviaibishe vyenye nguvu. Biblia inasema, hebu angalia kidogo Wakorintho wa kwanza sura ya 19 nikuonyeshe. Nitakuwa nahitimisha, naelekea kuhitimisha. Wakorintho wa kwanza sura ya 19. Wakorintho wa kwanza sura ya 19. Umefika eh? Wakorintho wa kwanza sura ya sura ya kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Tuanze 19 mpaka 21. Biblia inasema, kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu akuifanya hekima ya dunia hii kuwa ni upumbavu? Yaani wale ambao nafikiri wana akili, Biblia inasema Mungu alimfanya kama upumbavu. Ndio maana mimi nakwambiaga, nakumbuka nilikuwa chuo, profesa aliyekuwa anatufundisha, profesa chuoni, anazuia kabisa watu wasivute sigara, lakini ukimbana unakuta yuko kwenye kona anavuta sigara. Manake hata yeye hapendi, na anafundisha kabisa, na pale kwenye pakiti ya sigara imeandikwa kabisa, onyo, ni hatari. Kwa nini? Kwa afya yako. Lakini mtu ambaye mpaka ana elimu kubwa kiwango cha kuwa profesa anavuta, manake elimu haijafanya nini? Haijamsaidia. Haleluya. Anaendelea anasema, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa. Yaani Mungu aliamua kuwaokoa kwa upuuzi wa neno lake linafanya nini? Linahubiriwa, linaonekana kama upuuzi kwa wenye hekima. Ndio maana Biblia inasema neno la msalaba ni nini? Ni upuuzi kwao. Wao wanaona ni nini? Ni upuuzi. Kuna connection gani kati ya neno la msalaba? Yesu alitufia msalabani hivyo tu yani. Kwa hekima ya kidunia inafanya nini? Inakataa. Lakini Mungu anatumia vitu vinyonge. Anatumia taya ya punda.
Anaendelea anasema, kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuuzi, bali wao waitwao Wayahudi kwa Wayunani ni Kristo nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Mstari 25, kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Kwa kile ambacho nakiona ni dhaifu, ni kinyonge, kikiwa na Mungu kina nguvu kuliko kile ambacho nakiona kina nguvu kwa macho ya kibinadamu. Taya ya punda inaweza ikawa na uwezo kuliko silaha kubwa. Haleluya, haleluya.